Bila shaka uko vizuri tena, karibu kwenye session hii ya pili ya GPS. Mimi naitwa Frederick Bundala Skywalker, nipo na DJ Sma pamoja na Ali Masubi. Tuangalie updates ambazo tuko nazo leo kwenye vita vya Iran, ambapo kama ambao unafahamu vinazidi kuja na sura za aina mbalimbali. Kuna updates nyingi sana, miongoni mwao ni pamoja na waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema nchi hiyo inaweza kuchukua hatua nyingine za kijeshi dhidi ya Iran hivi karibuni, licha ya kuunga mkono juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na Marekani. Akizungumza wakati wa hafla ya kumpandisha cheo mkuu ajaye wa jeshi la anga la Israel, Katz alisema Iran bado ni tishio la uwepo kwa Israel licha ya kupata pigo kubwa katika mwaka uliopita. Iran imepata mapigo makubwa sana, hapa namnukuu, Iran imepata mapigo makubwa sana katika mwaka uliopita, mapigo ambayo yameirudisha nyuma kwa miaka mingi katika nyanja mbalimbali, alisema Katz, akisisitiza kuwa Israel itaendelea kuhakikisha tishio hilo linaondolewa kabisa. Katz alisifu juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na rais wa Marekani Donald Trump, akisema zinafanywa kwa ushirikiano na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na alisema lengo ni kuhakikisha Iran haitakuwa tena tishio kwa Israel, Marekani na dunia kwa ujumla. Tunaunga mkono juhudi hizi na tunatoa msaada unaohitajika, lakini huenda tukalazimika kuchukua hatua tena hivi karibuni ili kuhakikisha malengo hayo yanafikiwa, aliongeza. Kauli hiyo ilitolewa wakati wa hafla ya kumpandisha cheo Omar Tishla kuwa meja jenerali. Tishla anatarajiwa kuanza rasmi majukumu Mei 5, akichukua nafasi ya Tomer Bar anayeondoka. Kingine, Mohamed Bagher Ghalibaf, spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika mfumo wa uongozi wa vita wa Tehran, amedhihaki hadharani juhudi za Marekani za kutumia mafuta ya Iran kama chombo cha kushusha bei, akitabiri kuwa bei ya mafuta ghafi itapanda hadi dola 140 kwa pipa, na kuutaja mkakati wa Washington kama kuwa hauna mwelekeo wa kimkakati. Kupitia chapisho kwenye mtandao wa X, Mohamed Bagher Ghalibaf alirejea siku 3 za kwanza za operesheni za kijeshi za Marekani na kubainisha kuwa hakuna miundombinu ya mafuta iliyoharibiwa. Tunaweza hata kuongeza hadi siku 30 na kurusha mubashara kutoka kisima hiki hapa, aliandika, akidhihaki madai kuwa mashambulizi yangezuia usambazaji wa mafuta ya Iran. Ukosoaji wake mkali zaidi ulimlenga waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent, akimlaumu kuwa mfano wa viongozi wanaotoa ushauri mbovu kwa serikali ya Marekani. Huu ndio ushauri usiofaa ambao utawala wa Marekani unapokea kutoka kwa watu kama Bessent, ambao pia wanapigia debe nadharia ya mzingiro na wamepandisha bei ya mafuta hadi zaidi ya dola 120, alisema. Ghalibaf aliweka wazi makadirio ya bei, akisema hatua inayofuata dola 140 kwa pipa. Kauli hizi zinakuja kufuatia hatua ya Marekani ya kuruhusu kwa muda mafuta ya Iran yaliyokadiriwa kufikia mapipa milioni 140 yaliyokuwa tayari kwa meli ya baharini kuingia sokoni. Bessent alieleza kuwa hatua hiyo ni kama mbinu ya kushusha bei, akisema Marekani ingetumia mafuta hayo dhidi ya Iran yenyewe ili kudhibiti bei wakati wa operesheni hiyo. Hata hivyo, alisisitiza kuwa ruhusa hiyo ilikuwa kwa mafuta yaliyokuwa tayari njiani tu, bila kuruhusu uzalishaji mpya au manunuzi mapya. Wakosoaji wamepinga mantiki ya hatua hiyo, wakisema inaonyesha kudharau uwezo wa Iran kiuchumi. Mchambuzi mmoja aliambia NBC News kuwa hatua hiyo inaonekana kama Marekani inafadhili vita dhidi ya yeye yenyewe. Masoko ya mafuta hayakuvutiwa na hatua hiyo, huku bei ya mafuta Brent ikibaki karibu dola 111 kwa pipa na kuongezeka kwa takriban 84% tangu mwanzo wa mwaka hadi mwishoni mwa March. Wakati huo mkurugenzi mtendaji wa United Airlines Scott Kilby aliwaambia wafanyakazi kuwa kampuni hiyo inajiandaa kwa uwezekano wa bei ya mafuta kufikia dola 175 kwa pipa, huku akitabiri kuwa bei haitoshuka chini ya dola 100 hadi takriban hadi karibu mwaka 2027, jambo linaloonyesha jinsi soko la nishati lilivyoanza kujiandaa kwa hatari zaidi. Habari nyingine ni kwamba afisa mwandamizi wa Islamic Revolution IRGC amenukuliwa na vyombo vya habari vya serikali akisema kuwa shambulio lolote la Marekani dhidi ya Iran, hata kama litakuwa la kiwango kidogo, litasababisha mashambulizi marefu na yenye maumivu dhidi ya vituo vya Marekani katika ukanda huo. Tumeona kilichotokea kwa vituo vyenu vya kijeshi katika eneo hili na tutashuhudia jambo hilo likitokea kwa manuari zenu,
ameongeza kamanda wa kikosi cha anga cha IRGC Majid Musavi, kwa mujibu wa Student News Network ama RISNA. Kauli hiyo inajibu ripoti ya Axios inayodai kuwa jeshi la Marekani limeandaa mpango wa mashambulizi ya haraka na yenye nguvu dhidi ya Iran. Na update nyingine ni kwamba kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei ametetea uwezo wa nchi hiyo katika nyanja za nyuklia na makombora, akisisitiza kuwa ni mali ya taifa ambayo italindwa kwa gharama yoyote, wakati rais wa Marekani Donald Trump akiendelea kushinikiza makubaliano kuhusu masuala hayo. Katika taarifa iliyoandikwa na kusoma kupitia runinga taifa, Khamenei alisema wananchi wa Iran wanaona uwezo wa nchi hiyo, ikiwemo teknolojia ya nyuklia, makombora na nanotechnology na biotechnology kama rasilimali muhimu za taifa zinazopaswa kulindwa kama ardhi, maji na anga ya nchi. Alisema kuwa wa Iran milioni 90 ambao wanajivunia sana watazilinda kama wanavyolinda mipaka ya nchi yao, ilieleza sehemu ya taarifa hiyo. Kiongozi huyo pia alitoa kauli kali dhidi ya uwepo wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi, akisema mahali pekee Marekani inapaswa kuwepo ni chini ya maji ya ghuba hiyo, wakati mlango wa Hormuz ukiendelea kuwa chini ya udhibiti wa Iran. Kwa msaada wa Mungu, mustakabali wa Ghuba ya Uajemi utakuwa bila Marekani na utahudumia maendeleo, ustawi na mafanikio ya watu wake, alisema. Aliongeza kuwa Iran na nchi jirani za Ghuba zinashiriki hatma moja, huku akisema mataifa ya kigeni yanayoingia katika eneo hilo kwa maslahi binafsi hayana nafasi. Khamenei alisisitiza kuwa Tehran itaendelea kulinda usalama wa ukanda huo na kukomesha kile alichokiita unyanyasaji wa maadui katika njia hiyo muhimu ya maji. Aidha, alisema usimamizi mpya wa mlango wa Hormuz utaleta utulivu, maendeleo na faida za kiuchumi kwa mataifa yote ya Ghuba. Nianze na Sma, na zaidi nataka nisikie input yako. Leo imecheza kwenye 125 lakini imerudi nadhani inachezea kwenye 120, lakini bei hii imepanda kwa yani hiyo bei ni tangu 2022 wakati vita vya Ukraine vikuwa vimechechamaa. Unahisi nini? Maana hili linatuhusu pia. Jumatano ya mwezi wa 5 mwezi Mei tutakuwa na bei mpya. Kwa sasa tulikuwa na 3,800 kwa daa, 4,000 mpaka mikoa mingine. Wewe una experience zaidi kwa sababu ulienda kwenye hiyo trip, ulisema bei ya mafuta ilivyokuwa imechangamka. Hebu ongelea hili swala la kupanda kwa bei ya mafuta na namna ambavyo mlango Hormuz unavyozidi kuathiri hali hii. Sawa, sasa inabidi watu, unajua hapa SNS naweza tukasema ni mapioneers wa geopolitics na uchambuzi, na tumesaidia sana watu wengi kufunguka jinsi ya kudeal na geopolitics na kuangalia hivi vitu. Sasa kuna formula moja ambayo nataka watu waichukue na wao wanaitumia kwenye siasa za kidunia, kwenye geopolitics. Unachokiona mbele ya sura na kwenye media na kila kitu, ujue hiyo ni zuga. Pay attention ambacho hakiongelewi zaidi, au opposite. Mkiona mnaelekezwa kulia, wewe elekea kulia, elekea kushoto, jaribu notice kitu kimoja. Naomba to join baadhi ya dots. Vita vilianza kama regime change, alafu na nuclear tumeendaenda, lakini tumekuja kwenye vitu gani ambavyo ndio imekuja kuwa ndo the main point ya hivi vita? Ni kitu kimoja kikuu ambacho kimezalisha vitu viwili, ambacho ni energy, masuala ya nishati, na ambacho kinahusiana na Strait of Hormuz, ambayo mimi binafsi at this point siamini kwamba 20% ya mafuta duniani yanapita Strait of Hormuz. Naamini it's way more than that. Inatakiwa hiyo zaidi, kwa sababu kwa oil countries kama ni just 20%, nchi zilizobakia zina uwezo wa kucover hiyo 20%. Kama bado wana uwezo wa kuproduce 80%, hiyo 20% ambayo iko kwenye choke point ya Strait of Hormuz, najua OPEC na nchi zingine zenye kuzalisha mafuta wana uwezo wa kuikava hiyo, kwa sababu huwa wana regulate uzalishaji wa mafuta
kutokana na mahitaji. Kuna kipindi utasikia bana OPEC wameongeza uzalishaji na kuna kipindi utasikia wamepunguza uzalishaji. Kwa hiyo 20% walikuwa na it's within their capacity, ni uwezo wao wa kuikava hiyo 20% na tusingihisi tunachokisikia sasa hivi. Kwa hiyo kuna hiyo, lakini ukipay attention, moja sehemu ambazo zimekuwa zinalengwa vile vile ni kile kisiwa cha Iran ambacho kinazalisha nishati, na ni moja ya sehemu ambayo imekuwa ni highly disputed, na moja ya sehemu ambayo inalengwa ni visima na miundombinu ya uzalishaji wa mafuta vya Iran, lakini na yeye amesema vya kwangu vikitunguliwa nitatungua pamoja na vya Middle East, washirika wale GCC countries. Sawa, turudi nyuma. Tukio gani ambalo kubwa limetokea? Ni la Venezuela. Kwa sababu gani? Ya oil. Na Trump amekuwa very black and white. Sasa hivi tumemiliki oil yao, tunazo sisi. Aya, turudi nyuma kidogo. Moja ya moja ya peace deals ambazo alisimamia Trump ni Nagorno-Karabakh, ambayo ni Azerbaijan na Armenia, ambayo Waazeri wanazalisha mafuta mengi na gesi ambazo zinaenda kwa nani? Zinaenda kwa Mwisraeli. Turudi nyuma kidogo, tunakuja kwa Ukraine war, ambapo Nord Stream 2 ililipuliwa na miundombinu mingine, na so far kumekuwa kuna mashambulizi makubwa sana ya miundombinu ya uzalishaji ya refineries za Mrusi ukirudi nyuma. So ukiangalia, hii ni pattern na sio bahati mbaya. Sasa nishasema hivi, nchi yoyote superpower duniani lazima iwe na vitu vikuu vitatu. Moja wapo, unatakiwa uwe na reserve currency au sarafu yako ndio inatakiwa iwe ni dominant. Hiyo ya kwanza. Ya pili, unatakiwa umiliki trade routes ambazo so far nyingi ambazo ziko kwenye wapinzani wa Marekani, Israeli na washirika wake. Kuna Panama Canal ambayo iko chini ya Mchina, na ndo kitu cha kwanza kabisa baada ya Trump kuingia kudil nacho, Panama Canal. Mpaka Marco Rubio akaenda pale na kuongea na rais wa Panama, na ninachoamini mimi alimpiga biti kiasi kwamba ile rais akasema tunavunja makubaliano kati yetu sisi na Mchina na tutarudisha Panama Canal kwa Marekani. Ila ukija huku unakuja tena kwenye issue ya kuna trade route ambayo ilikuwa inaitwa North South Corridor, ambayo ya kutoka Urusi inapitia Azerbaijan, ambayo ndo kule ambapo kulikuwa kuna peace deal ya ambayo Trump ndo alijisifia kwamba kaenda kuisababisha kule. Inakuja all the way mpaka kwa Iran inaingia kwenye bahari huku na inasambaa kote duniani, na ilikuwa inapunguza kwa kiasi kikubwa sana hiyo. Alafu kuna Bab el-Mandab ambayo ni choke point moja ambayo pia imekuwa kwenye migogoro hapa kati. Sasa na kingine ni nishati. Mwenye kumiliki nishati, ukicontrol nishati, then wewe na of course reserve currency yako itakuwa ina nguvu, na ndio maana kulikuwa kuna petrodollar. Kwa hiyo sasa ukiweza kujoin dots utakuja kugundua kwamba kuna pattern, na hata vita vinavyopigana ikiwepo Syria. Moja ya sababu kuu ya vita vya Syria, ikumbuke Bashar al-Assad alipewa mpaka tuzo na nchi za magharibi, man of the year na vitu kama hivyo, na Ufaransa ikampa tuzo kipindi kile anashirikiana nao. Ila ilipotaka kupitishwa pipe kutoka Qatar ipitie Syria iende Ulaya, ambayo ingimuumiza sana Mrusi, akakataa, ndo hapo everything all hell broke loose, ndo mambo yakaharibika na waasi wakaibuka out of nowhere, and ikapelekea yeye kuja kuangushwa. So ukijoin dots utaona kwamba kuna issue ya nani. Sasa nimekuwa jana tuliongea kwenye GPS, the way the cabal, the way they work ni kwamba hawafichi siri zao, ila the way wanavyozisema in a very smart way, wanazichomeka kwa vipande, unajua, lakini kama hauna umakini wa kujoin dots hauelewi kitu gani ambacho wanachokifanya. Several times kwanza Trump amekuwa very black and white. Hata wakati wa Syria mnakumbuka, hata kwenye awamu yake ya kwanza akasema sisi majeshi yetu yamekamata mafuta ya Syria, visima vya Syria viko chini ya umiliki wetu.
Hiyo ilikuwa inajulikana, it's on record, inajulikana vizuri. Kwa hiyo ukijoin dots utakuja kuona kwamba there's something evolving around nishati. Sasa tunaelekea kwenye Pax Judea na tuko kwenye, yani wako kwenye acceleration. Watu ambao wanafuatilia mkutano ambao ulikuwa na rabai mkubwa zaidi wa Kiyahudi ambaye alikutana na Benjamin Netanyahu, na it's on record na ipo video yake, akamuuliza Netanyahu, what are you doing kuongeza kasi ya kurudi kwa Masaya au Masih wao wanavyomtamka? Akasema anajitahidi. Yule rabai akasema you're not doing enough, ongeza juhudi. Kwa hiyo wako kwenye process ya kuhakikisha kwamba Pax Judea inakuja, na ndio hiyo jana tuliongelea ile defense ya 1.5 trillion ambayo yanaiomba. Tunafahamu very soon tutasikia deni la Marekani lita hit 40 billion US dollars, 40 trillion US dollars, na itapelekea collapse of the dollar ambayo it will usher into the new digital currency. Sasa Netanyahu amekuwa anadokeza hapa na hapa, na last time alivyokuwa na Trump aliongea kitu kimoja ambayo people wengi nadhani hii iliwapita na hawajui. Kuna kitu kinaitwa Global Digital Energy Reserve. Sasa ukijumlisha kwamba kuna video ya Trump 1987 akiongelea seizing, kuchukua mafuta ya Iran, utakuja kugundua mpaka Trump kuja kuwa rais haikuwa bahati mbaya. It was a long protracted plan. So tunarudi sasa, what is going on? Yote hii ina evolve around mafuta. Inatakiwa plan ambayo ndo inakuja, ambayo ni Global Digital Energy Reserve. Hiyo ni one of the biggest piece of the puzzle that is coming. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa tujue, na ninafahamu kama mna pay attention, there is a very big military build up ambayo ni kubwa kuliko hata ile iliyokuwepo kipindi cha Iraq na Afghanistan, Iraq War 1 and 2. So there is a possibility either kutokana na wataangalia capability zao, wakiweza kufanya ground invasion kwa sababu ya kuchukua kile kisiwa chenye uzalishaji wa Iran, wanahitaji yale mafuta, kwa sababu wameonesha kwamba to a certain point wako radhi wachukua sehemu za muhimu, wakuachieni huko kwingine as long as ile sehemu, kama walivyofanya Syria wakati vikosi vya Marekani viko Syria, vilikamata visima vile vikanani. Leo watu huenda wakawa wajui kwamba mafuta yote ya Iraq yanauzwa, hela zote zinaenda Marekani. Serikali ya Iraq haipati chochote kutoka mauzo ya mafuta yake. Then serikali ya Marekani ndo inaamua iipe shingapi serikali ya Iraq. Hicho ni kitu ambacho hawajui. Kwa hiyo kama umeikamata Iraq na reserve zake, umeikamata Venezuela na reserve zake, umeshaivunja miguu Urusi kwa kudestroy Nord Stream na kuiwekea vikwazo ABCD, unaikamata Iran, alafu kuna Levant corridor ile ambayo nishai kuifanyia makala na yako kwenye SNS, watu wanaweza wakapitia. Unaweza ukaanza kujoin picture what exactly is going on na hichi ambacho tunachoambiwa nuclear na regime change na ABCD. Of course wakiweza kufanya regime change it will be much better kwao, kwa sababu watakuwa na direct control kwenye hiyo. Kwa hiyo there is something that is going on, people are not paying attention, lakini ndo huko tunapoelekea, na hii ndo the bigger build up to the digital for the Pax Judea, ambapo kutakuwa wao, ili wao dominant state inabidi wawe na currency ambayo itakuwa digital currency. Lakini hamuoni hata push ya EV. Wamejitahidi sana kuondoa magari ya umeme, na kuna kitu watu hawajui. Magari Marekani, serikali ya Marekani ilishawahi kufanya kampeni kubwa. Walikuwa wananunua magari ya zamani ya Marekani kati ya dola 3,000 na 4,000. Nawaambia watu waende wakafanye research. Wanawapa na kuchukua yale magari kwenda kuyaharibu. Kwa kisingizio gani? Kwamba ni magari ya kizamani, tunakupeni hela ili mnunue magari mapya. Kwa nini walifanya vile? Wamefanya vile kwa sababu yale magari ya zamani they were built to last, zilikuwa zimejengwa zidumu. Ndio maana mpaka leo hii unaweza kukuta Hilux ina miaka na miaka, zaidi ya miaka 20 iko barabarani, ni rahisi kuitengeneza, ni rahisi kuiservice. Ila siku hizi by design engineers wanatengeneza gari ambayo ikishafika kilomita 100,000 hiyo gari ianze kukusumbua every now and then,
ili uweze kubadilisha gari. Kwa hiyo it's a bigger picture. Sijui kama watu wataweza kucomprehend kitu nilichowaambia, kwa sababu nimeingia kidogo deep, mambo ambayo huenda watu wasielewe, lakini natamani watu waelewe the game jinsi inavyochezwa. Sana Sma. Nataka input zako pia Ali, kwenye mafuta na Alibaf anavyo wa mock wa Marekani. Sawa. Kwanza tukianza na bei ya mafuta, tunafahamu kwamba baada ya ceasefire bei ya mafuta ilishuka ikapanda kidogo juzi 3% zile, na sababu ya kupanda tunafahamu ile 3% ilikopo ni Iran tu. Kuna kauli ilitoka ikafanya bei pande kwa 3%. Sasa sababu ya kufikia dola 120 ni wanasema ni ni kauli za Trump zile ambazo amezitoa hivi karibuni katika haya masaa 24 yalopita, na kuhusiana na ceasefire, kwamba hamna ceasefire, Iran sijui kushambuliwa. Ile ndio imepandisha kwamba bei imepanda vile, kwa sababu hawa wafanyabiashara wakubwa wanaangalia sana hizi kauli, kwamba ikitoka kauli fulani wanazuia mafuta. Wanaona hapa mafuta yatakuwa, yani ile, kwa sababu wale ndio wafanyabiashara. Hii ni mchezo kwenye hili soko la Brent, ama haya mafuta ghafi, ni mchezo wa wanunuzi na wauzaji. Ndio wanunuzi wakiwa wengi, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba supply ni ndogo, bei itafanyaje? Itapanda. Na wauzaji wakiwa wengi, maana yake ni nini? Tunasema supply itakuwa kubwa kuliko demand. Kwa hiyo bei itafanyaje? Bei itashuka. Ndio huo mchezo ambao umekuwa unaenda. Kwa bei imefika dola 120. Maana yake ni nini? Uchumi wa dunia unaendelea kuumia. Marekani pia bado tunafahamu bei za Marekani ziko bado juu. Sasa kauli ya Khalibaf moja kwa moja anavyoongea, tunafahamu wa Iran siku zote wao wako wazi. Tunafahamu kwamba wasiwasi wao mkubwa ni kwamba wao wamesema hawamwamini Marekani. Na kama Marekani atawashambulia wao, sote tunafahamu kwamba bado wana karata zao nyingine. Tatizo hawapendi vita, kwa sababu mashambulizi zaidi yanamaanisha ni nchi yao kuumia zaidi. Na kama nchi yao kuumia zaidi, basi ni maangamizi hayatakuwa kwao tu. Maangamizi yatakuwa ni kwa majirani zao, ili wao waweze kumditam Marekani ama wamtishe Marekani arudi nyuma na Muisraeli. Hata kama Muisraeli anakuwa amefanikisha lengo lake kuiumiza Iran, lakini Iran naye atalazimika kuweza kuumiza hawa ambao ni washirika wa Marekani. Na anapoumiza washirika wa Marekani, moja kwa moja anakuwa ameumiza maslahi ya Marekani. Kwa anachokiongea Khalibaf, anaongea uhalisia wa nini wanaweza wakaenda wakafanya, na uhalisia wa namna ambavyo Marekani amekopo anawachukulia wao. Ndio maana Khalibaf unaweza kuona ameongea hivyo. Lakini umeenda mbali pia ukasema kauli ya Mujtaba tunamuona amekopo ni kiongozi ambaye tunaambiwa mpaka sasa hivi anatumia vimemo vile vinaandikwa kwa ajili ya usalama, na vile kutoka kwenye sehemu ambayo yuko safe location, na vile vinaenda vinasomwa, na ujumbe huu wa mwisho unaonekana ni ukiwa ni mkali kabisa. Hatukuwahi kusikia kauli kali kama hii, lakini moja kwa moja inaonesha msimamo wao kama taifa, kwamba nuclear wao ni red line kwao, pia hawataki kucompromise kwenye nuclear. Na hii inatia maswali kwamba kwa nini ghafla leo Iran amekopo hataki kabisa swala la nuclear liongelewe. Na tunajua kabisa there is no way Marekani, Trump anaweza kukubali bila kuona kwamba Iran amepata kitu kikubwa ambacho ni kuhusiana na nuclear, kwamba Iran labda wamekataa ama Iran wamesema okay, hatutorutubisha walau hata kwa miaka kadhaa. Tunajua bila hivyo Trump hawezi kurudi nyuma, na hatakuwa na kitu kikubwa cha kusema bwana sisi tumeshinda vita hivi. Sasa unaweza ukaangalia kauli ya Mujtaba inafikirisha, pengine labda wa Iran wanaweza wakawa nafikiria wafanye, kwa sababu tumeona kwamba taifa ambalo lina nuclear
haliwezi kushambuliwa kama North Korea. Kwa labda na wewe unaweza kuwa unafikiria pengine sasa bana, ile uranium tulionayo nini uko chini ya milima tuirutubishe zaidi tufikia 90%, tuitoe kwenye gesi, tulete kwenye metal, kwenye uranium, tuweke kwenye bomu, tufanye jaribio, na sisi ni taifa lenye nyuklia. Mkitupiga vyovyote, tukiona tupo kwenye existential threat ama tishio la uwepo wetu, tunaweza tukawashambulia. Maana pengine kaongelea hizo teknolojia akisema ni za muhimu kama ilivyokuwa ardhi, kama ilivyokuwa maji yao, kama ilivyokuwa rasilimali zao nyingine. Kwa hiyo unaweza ukaichukulia kauli ya Mujtaba kuiona kwamba ni kauli ambayo ni ya msimamo kweli kweli, na hiyo yeye ndio supreme leader, ndio kiongozi mkuu. Anavyoongea kauli hiyo, maana yake amebeba maono ya taifa zima, amebeba msimamo wa taifa zima. Either wengine wanataka, wengine hawataki, lakini lazima watafuata kauli ambayo imetoka kwa kiongozi mkuu. Kwa hii huu mgogoro wa Marekani na Iran tunazidi kuona ukiwa unaenda katika hatua ambayo inafikirisha, na umeanza kusema taarifa hapo nchini Israel wanaendelea kauli ambazo wanaongea Israel Katz. Israel Katz tunamjua, amekopa na kauli hizo muda wote. Tunajua msimamo wa Israel ni kutamani kuishambulia tena Iran na kuiumiza zaidi, kuibomoa zaidi. Lakini na Iran nao tunaona wanasema Strait of Hormuz kama Mujtaba anavyosema hawatoiachia. Na mimi ninasema kabisa Marekani anaweza asiwaondolee vikwazo wa Iran. Ama akawatengenezea mazingira kwamba tutawaondolea mdogo mdogo nini, mradi Iran asipate fedha nyingi za kujijenga nchi yake. Lakini Strait of Hormuz peke yake kama watabafanikiwa kuibakiza kwa namna yoyote, pale unaweza ukasema ndio uhai wa Iran ulipo kwa sasa, kwa sababu taifa limebomoka vibaya, na kujenga taifa haraka unahitaji chanzo cha mapato, hasa kwa nchi ambayo imebomolewa kama Iran, hasa kwa nchi ambayo imekuwa chini ya vikwazo vya muda mrefu ambavyo vimedhoofisha katika nyanja nyingi. Unahitaji chanzo cha mapato, na hicho sio kingine bali ni hiyo Strait of Hormuz, ama huo mfereji wa Hormuz, ama mlango bahari wengine wanaita wa Hormuz. Kwa hiyo unaweza ukaona Iran kwa nini anatakiwa pambanie kubaki na Hormuz. Tayari sheria tunaambiwa imepitishwa bungeni, ama kama haijapitishwa ipo kwenye hatua za mwisho sana, ikielezea namna gani Iran watachukua mapato yale, na yatachukuliwa katika currency gani. Sheria nzima tayari mswada ule ulikuwa bungeni, na pengine utakuwa umeshapitishwa hivi tunavyoongea. Kwa hiyo unaweza ukaona Iran wanajaribu kuwa serious vipi. Lakini Marekani pia ipo taarifa kwamba kina Marco Rubio wamejaribu kutuma notes zile zina jina lake, watu wa diplomasia wana jina lao, wanaita cable, ambayo imetumwa kwenye hizo mataifa mbalimbali duniani, wakiomba ushiriki wao ambao sio kijeshi. Hamna ulazima kama ile ilivyokuwa kijeshi, labda NATO wajiunge, peleka majeshi, peleka meli za kivita. Hapana, Marekani wanataka ushiriki ule wapate, yani backing, watu ambao watasema wapinge Muirani, yani mataifa mengi yampinge Muirani, kitu ambacho kwa sasa hivi hawana. Kwa hiyo Marekani wanapambana, wanajua kama wakimwachia Strait of Hormuz, maana yake Muirani atakuwa na nguvu zaidi kuliko wakati kabla ya vita. Atakuwa na nguvu kuliko nyakati zote ambazo Iran tumewahi kuiona ikiwa na vita. Sasa hiyo kwao ni kitu ambacho hawatokubali kumwachia Muirani. Lakini Muirani naye anajua kwamba mimi nimebomolewa, nitabomolewa. Namna pekee ya kuniokoa mimi baada ya kubomolewa ni hii Strait of Hormuz. Hamna atakayeingia ndani ya Hormuz, hamna atakayetoka ndani ya Hormuz kama mimi sitoruhusu, kama mimi sitoachiwa, kama vita havitoisha na mimi kubakia na ikontrol hii Hormuz. Sasa hii build up tunaiona ni ya Marekani kupambana, kujaribu kuona kama pengine namna gani atashambulia zaidi Iran. Lakini okay fine, kushambulia Iran zaidi, bado Iran na yana makombora zaidi ya kushambulia, kuweza kuzidisha gharama. Je, mtaweza kujizuia na mashambulizi ya Iran? Hili tushaliongelea sana, to ni kama marudio tu. Lakini unajua kwamba kuna limitation. Nisema Marekani anaweza kawa na nguvu sana kwenye offensive, uwezo wa kushambulia. Vipi kwenye defensive?
Anaweza kujilinda, unaona kuna changamoto hapo. Interceptor zile, makombora ya mifumo ya kujilinda yanasemwa yameisha. Kwa hiyo yakiisha yale, itafikia hatua kama Iran bado ana makombora, maana yake atakuwa anapiga bila kuzuiliwa na mifumo ya ulinzi. Je, Marekani ana uhakika hatofikia huko? Haya, kuja unaangalia swala jingine. Vipi kama Muirani atashambulia hawa majirani zake ama maslahi ya Marekani na kuwadhoofisha kabisa haya mataifa kama vile UAE, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait? Itakuwaje kwa haya mataifa? Itakuwaje kwa Marekani? Na bado ana option nyingi sana tumekuwa tunaziongelea, mbali na vyanzo vyao vya uzalishaji wa mafuta, gesi. Anaweza akashambulia pia mitambo ya uchenjuaji wa maji, yani uchakataji wa maji kutoa chumvi ili wapate maji safi ya kunywa. Anaweza akashambulia Iran na ikawa hali ni mbaya zaidi. Kwa hiyo unaona ni vita ambavyo ni vigumu. Trump anafahamu na wapo wana negotiate kama ambavyo amesema bwana Merz, waziri kansela wa Ujerumani, kwamba Marekani, vita hivi vimeonyesha udhaifu mkubwa kwa Marekani. Dunia nzima inaona namna ambavyo wa Iran wana negotiate skillfully, kwa ustadi mkubwa sana. Wanafanya mazungumzo, ama pengine hawafanyi kabisa mazungumzo, wanamchezea Marekani. Sio maneno yangu, ni maneno ya kansela Frederick. Ali, nadhani ulimaanisha wa Iran badala ya Marekani. Yani wa Iran namaanisha, yani Merz anasema wana negotiate vizuri, yani kwa ustadi mkubwa sana, ama pengine hata wanaweza kawa hawa negotiate, labda wanamchezea tu shere Marekani, pengine wakiwa na jambo lao ambalo linafanyika labda huko, wanasayansi wako busy wana develop the bomb, ambao ukishakuwa nayo once umeshai test, tunasema umekuwa umeseal the deterrence, yani unakopo moja kwa moja wewe sasa taifa lenye nuclear, na taifa lenye nuclear haliwezi kushambuliwa. Ilikuwa hivyo kwa Pakistan, ilikuwa hivyo kwa North Korea 2006. Ushalishambulia, maana yake lina uwezo wa kukujibu kwa nuclear. And what is it? Mataifa yenye nuclear kila mmoja ana uwezo wa kumdhuru mwingine kinuclear. Unaweza ukaona, lakini inaweza isiwe mbaya hivyo, lakini pengine tu kama hayo maneno ya Merz kwamba wanaweza kawa hawa negotiate tu, kwamba okay fine, sisi ngoja twende tuiumize dunia, tukuumize zaidi wewe Marekani. Kwa hiyo unakaa unaangalia, unaona kabisa vita vya Iran namna vinavyoendelea, na unaweza ukaona tu hata mara ya mwisho Marekani anataka mazungumzo serious, akashtuka Trump kwamba hata wenyewe wamemtuma tu waziri yule Abbas Araghchi, ujumbe wa kawaida tu, anaenda bwana kafuatilie, like sisi kama hatujali, yani kama watu ambao hawataki, yani hawako desperate. Lakini Trump na utawala wake ndio unaona ambao wamekuwa desperate. Kwa hiyo ukikaa ukaangalia kuna mambo mengi sana, lakini pia unaona Marekani kupambania control the energy, kama anavyosema ndugu yangu Sma, control the world energy, kwamba kwa Marekani wanaamini kwamba kama ata control world energy basi itamfanya endelee kubakia world superpower, yani superpower wa dunia. Na hapa ndio inaonesha strategy pia Mchina ambayo imekuwa kubwa sana. Mchina tunafahamu anazalisha pia mafuta, watu make no mistake, anazalisha mafuta kwa 30% anachimba, lakini hajitoshelezi kufidia yale mahitaji yake. Kwa hiyo mengine inabidi atoke nje ya China. Anachukua Urusi, sawa, yupo karibu, 50-40 anachukua kutokea Mashariki ya Kati. Sasa unakaa unamwangalia Mchina, unamwangalia namna ambavyo alivyoweza kudiversify. Mchina hakuwa mjinga, alijua ipo siku lazima mafuta yatakuwa ni liability kwa sababu hana energy security, hajitoshelezi na mafuta. Sasa Mchina ameweza kudiversify, ndio taifa ambalo lina uzalishaji mkubwa sana wa sola duniani. Yani tunasema nishati ya umeme wa jua anazalisha kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo amediversify ile energy sector yake. Ana magari ya umeme mengi sana. Kwa hivyo Mchina aliwekeza sana kwenye magari ya umeme, ndio taifa lilozalisha magari ya umeme mengi, ndio soko la magari ya umeme duniani kubwa zaidi kuliko masoko mengine. Kwa hiyo unakaa unaangalia unaona Mchina hakuwa mjinga. Maana yake leo hata hapa Tanzania ambaye
ana gari ya umeme, ana pikipiki ya umeme, hatakuwa analalamikia mafuta labda yamepanda bei. Vivyo hivyo China, kwa sababu ana uzalishaji ana magari mengi ya umeme, hata sasa hivi wale raia wake wengi hawajaathirika ambao wanatumia magari ya umeme. Unaweza ukaona namna gani China alipiga hesabu kali, lakini pia amepunguza ile stress ya matumizi ya mafuta, ambao matumizi makubwa zaidi ya mafuta pia ni kwenye kujaza kwenye magari. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba China wanatupa funzo kubwa la upangaji mikakati, lakini pia Marekani tunaona the push yake ya control world energy. Unaona Venezuela, ndugu yangu kagusia, unaona Syria, unaona hata Iran. Mara nyingi vita vya Marekani huwa vinakuwa ni energy motivated. Wanaamini tutatumia gharama, lakini once yale mafuta yaliyopo pale yana uwezo wa kurudisha gharama zote ambazo sisi tunakuwa tunatumia. Vita tu ambavyo vikopo haviko, yani Marekani kama aliingia kichwa vita vya Afghanistan, kwa sababu hamna mafuta alopata yoyote ya maana, hamna. Lakini tofauti na huko Syria, unaona baadaye kampuni zao zinaingia zinafyonza mafuta, hasara yao ile inaweza ikawa inarudi ambao wanakuwa wameingia. Kwa hiyo sasa ukikaa ukaangalia, unaona kabisa vita vya Iran, pengine tunajua vita havijaisha hivyo kwenye ceasefire, lakini pengine vitarudi. Kama vikirudi kwa namna yote vitakuwa ni deadly sana. Deductions ndo hizi ambazo tumekuwa tunaziongea. Kani mshambulie Muiran naye atakujibu kwa vile ambavyo sasa hivi atajibu kwa hatari zaidi na further escalation. Pengine akilenga sasa kuharibu kabisa uchumi wa dunia, mafuta yafike barrel dola 200, na akishafika dola 200 basi kama ambavyo IMF imetabiri, World Bank, kwamba dunia itaingia kwenye recession. Na hii kama ambavyo Kaskai kagusia, tunakumbuka kwenye zile list ya oil shocks. Kianza mwaka 1973 oil shock ile, wakati wa hawa nchi za Kiarabu, Saudi Arabia, UAE, OPEC tunasema waliweka ile embargo kwa nchi ya Marekani na nchi za magharibi wasipate mafuta mpaka Israeli iache kushambulia nchi za Kiarabu. Naangalia hapo oil shock ilitokea kubwa, mafuta yalipanda, baadaye kashuka. Unakuja all the way mpaka unafika mwaka 2020, unakuja vita vya kwanza vya mwaka 80 vile, mwaka 89 unasema vita vimekaribia kuisha. Unakuja mwaka 79 kwenye mapinduzi ya Iran, mafuta yalipanda kipindi hiko sana. Unakuja hii oil shock ya mwaka 2022 vita vya Urusi, lakini ndo tunayo hii sasa hivi oil shock ya sasa hivi ambayo ni kubwa kweli kweli, ambao unaona kabisa kutokana na hizi bei nchi kama UAE imejiongeza, inajichomoa kwenye OPEC. Maana yake inajitoa kwenye minyororo ya OPEC ya kuzalisha kiasi fulani na kipimo fulani na umuuzie nani. Nataka baada ya vita ifaidike zaidi, kwamba kwa sababu OPEC wana control output, wakiwa hawako OPEC wataweza kuzalisha mafuta mengi kadri wanavyotaka, kwa wingi wanavyotaka, na kuingiza hela nyingi zaidi kutokana na bei ambazo ziko juu, kwa sababu uchumi wao umedondoka. Sasa hivi hamna hela wanazoingiza, hasara ni kubwa, na watahitaji kujitengeneza na kujirekebisha kutokana na damage ambayo imeweza kupatikana. Kwa hiyo hali halisi na maoni yangu mimi ni hayo. Okay. Sasa kuna kitu Ali umekiongea kuhusu Merz, kansela wa Ujerumani. Nataka niongezee kidogo kabla sija kwenda kwa story hii, lakini kwa namna ambavyo vitisho vinaendelea. So Donald Trump amemkosoa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, akisema anapaswa kuelekeza nguvu zaidi katika kumaliza vita vya Urusi na Ukraine na kutumia muda mchache kuingilia juhudi za kukabiliana na tishio la nyuklia la Iran. Trump amekuwa akibishana na Merz katika siku za hivi karibuni kuhusu vita dhidi ya Iran. Jumanne alisema Merz hajui anachozungumza baada ya kiongozi huyo wa Ujerumani kusema kuwa Iran ilikuwa ikiaibisha, kuidhalilisha Marekani katika mazungumzo ya kumaliza vita hiyo ya miezi miwili. Trump alitoa kauli hizo kupitia chapisho kwenye Truth Social.
Kansela wa Ujerumani anapaswa kutumia muda mwingi zaidi kumaliza vita vya Urusi na Ukraine, ambapo ameshindwa kabisa, na kurekebisha nchi yake iliyoharibika, hasa masuala ya uhamiaji na nishati, na kutumia muda mchache kuingilia wale wanaojaribu kuondoa tishio la nyuklia la Iran, na hivyo kuifanya dunia ikiwemo Ujerumani kuwa salama zaidi, alisema Trump. Sasa Asma, Trump pia kuna hii habari kubwa leo pia ilikuwa inazungumziwa, ambapo anatarajiwa kupokea taarifa ya kijeshi ya hali ya juu kuhusu mipango mipya ya uwezekano wa hatua za kijeshi dhidi ya Iran wakati mvutano huo ukiendelea. Kwa mujibu wa ripoti, taarifa hiyo itawasilishwa na mkuu wa CENTCOM ambaye ni Generali Brad Cooper, na itajumuisha mpango wa mashambulizi haraka na yenye nguvu dhidi ya miundombinu ya Iran kwa lengo la kuvunja mkwamo wa mazungumzo kati ya Washington na Tehran. Miongoni mwa chaguzi zinazotarajiwa kuwasilishwa ni pamoja na kuchukua udhibiti wa sehemu ya mlango wa Hormuz ili kufungua kwa usafiri wa kibiashara. Operesheni hiyo inaweza kuhusisha vikosi vya ardhini kwa lengo la kurejesha usafirishaji wa mafuta na gesi, ambao kwa kawaida hupitia kwa 20% katika njia hiyo, japo Osma umesema ni zaidi ya hapo. Chaguo jingine ni kutuma vikosi maalum kulinda akiba ya uranium yenye utajiri mkubwa ya Iran, huku Marekani ikiendelea kuona mpango wa nyuklia wa Tehran kama tishio kubwa. Iran hata hivyo inakanusha kutafuta silaha za nyuklia na inasisitiza kuwa shughuli zake ni za matumizi ya amani. Taarifa hiyo pia inatarajiwa kuhudhuriwa na mwenyekiti wa wakuu wa majeshi ya Marekani, Jenerali Dan Kane. Wakati huo pia waziri wa ulinzi, kama nilivyosema mwanzoni, Israel Katz ameonya kuwa nchi hiyo inaweza kuchukua hatua nyingine ya kijeshi dhidi ya Iran. Kwa hiyo inaendana pia na hizo anticipation kwamba Marekani pamoja na Israel wanaweza wakaishambulia tena Iran mambo yanavyokwenda. Sasa shambulio la pili kama likitokea katika baada ya ceasefire hii kuisha, unahisi litakuwaje? Ni nini ambacho kitatokea Asma katika round 2? Hapo kuna vitu kama vitatu: kuikamata, kupeleka vikosi kuikamata Hormuz, kukamata zile uranium ambazo zimekuwa enriched, na hilo lingine ambalo umetoka kuliongelea sasa hivi. One of the biggest disaster ambayo itatokea na itamsababishia madhara makubwa kuliko ambayo amekutana nayo so far, na nadhani inaweza ikawa ndo madhara makubwa zaidi kwa Navy ya Marekani since World War, ni iwapo watapeleka meli zao na vikosi vyao kwenda kuikamata Strait of Hormuz. Kwa sababu unajua kwa nini? Unajua hizi nchi zina doctrine zao. Marekani katika projection of power ana aircraft carriers, anao takriban 11 na zingine ziko planned as well. Sasa Mrusi hana hiyo. Alikuwa nayo ile Kunitskov, actually alizibuild 3 kipindi kile cha Soviet. Baada ya pale hajawekeza sana kule. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mrusi anaamini aircraft carrier ni shabaha kubwa, ni shabaha ambayo inatembea taratibu, na ni shabaha ambayo ni rahisi sana kuiangamiza iwapo utakutana na peer to peer. Mfano kama Urusi ana Onyx P800 ambazo ni anti-ship missiles. Mchina pia anazo DF zile ambazo ni anti-ship missiles. Kwa hiyo wale peer to peers wana uwezo wa kushambulia na kuzamisha kirahisi mameli makubwa kama aircraft carrier, battleship navy. Na tumeona Urusi moja ya sehemu ambayo amekuwa ni dhaifu sana, na moja ya sehemu ambayo Ukraine kwa kushirikiana na Uingereza wamefanikiwa sana ni kuumiza navy ya Urusi. Kuna meli nyingi sana za Urusi ambazo ni za muhimu zimezamishwa. So akipeleka meli zake pale, ukiachilia tumbali mines, ni rahisi sana 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 kuzidungua na kuzisababishia madhara, kwa sababu offensive capability ya Muirani iwapo anaweza kwenda kushambulia sehemu ambayo ni kilomita 1000, 1500 na kwa accuracy ambayo tumeiona pinpoint, na kuna taarifa ambayo inasema kwamba tayari alipewa anti-ship missiles na Mchina, ila I think so far hajaruhusiwa tu kuzitumia. Nadhani itakuwa one of the biggest disasters ambayo atakutana nayo.
na tunafahamu kwamba Iran ameweka vituo vya mashambulizi ambavyo ni mobile, lakini vingine viko chini ya milima ambavyo ni ngumu kuvidestroy, na amevisambaza all over. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo naamini itakuwa ni disaster. Cha pili ni kwamba naamini kwenye upande wa propaganda, iwapo Marekani atafanikiwa kuchukua zile enriched uranium za 60%, itampa way out, especially kwa Trump kuweza kutoka kwenye hivi vita, kwa sababu atasema tulikuwa tunataka kuwazuia Iran wasiwe na uwezo wa kinyuklia. Hizi enriched uranium ambazo ni 60% tumeweza kuzimiliki, tumezichukua, kwa hiyo tumefikia objective yetu. Kwa hiyo nadhani ni moja ya mbinu ambayo itamruhusu yeye kutoka, yani way out yake ni hiyo. Lakini hata ile nilisema mimi haikuwa rescue mission ya pilot, ile ilikuwa ni haste, ilikuwa walijaribu kwenda kuiba hizo uranium sehemu ambayo intelligence yao iliwaaminisha kwamba zipo, lakini it end up being a disaster. Kwa hiyo huenda wana plan tena kujaribu tena mpango huo. Na hata mmoja wa viongozi waandamizi wa Urusi alisema operation ya kumchukua Maduro kutoka Venezuela it emboldened Trump, ilimpa jeuri na kuaminika na kujiamini kwamba kama tumeweza kupull out au kupull off tulichofanya kwa Venezuela na kumchukua Maduro, basi hata kwa Iran we could do the same. Lakini walichokutana nacho ni tofauti. Kwa hiyo kwenye swala la uranium it's the same thing, na mimi naamini hii ceasefire, ukifuatilia, I don't remember at any point Iran akiomba ceasefire tangia vita vimeanza mpaka muda wote. Lakini of course ceasefire ni kitu kizuri hata kwao, kwa sababu pamoja na kwamba anasababisha madhara makubwa kwa Marekani na Israeli, lakini na yeye anasababishiwa madhara na anaumia serikali, wananchi na miundombinu. Kwa hiyo vita vinamuumiza. Kwa hiyo kuwa kuna ceasefire ni kitu kizuri, lakini sikumbuki at any point yeye akiomba ceasefire. Aliyekuwa anaomba ceasefire kipindi chote hichi ni Marekani. Sasa ninaamini kwamba ilikuwa ni kwa sababu kwanza kuna wanajeshi ambao walitumika. Moja aircraft carrier ilikuwa imeshafikia muda wake wa kufanya rotation. Wale askari ambao wako pale wameshakaa muda ambao wanatakiwa, hizi waga zinafanyiwa rotation. Kwa hiyo wakaingia pale, muda wao wa kufanya rotation umefika, kwa hiyo wanafatigu, wamechoka na vitu kama hivyo. Lakini vile vile wametumia sana Tomahawk zake, inasemekana wametumia almost 50%. Patriot na Third na aina zingine za interceptors zake pia zimetumika kwa kiwango kikubwa. Na unajua hizi aircraft carriers huwa zinahitaji kureplenish supply. Kwa hiyo na huwa kuna kitu kinaitwa port call, inabidi waende bandarini kwa sababu ya kureplenish. Sasa ukizingatia muda wa siku 45 za vita zilizopigana, inahitaji pia wa replenish. Kwa hiyo mimi naamini kwamba walihitaji ceasefire kwa sababu ya kujipanga upya, kwa sababu ya kuendelea kwa round 2. Kwa hiyo naamini sasa hivi ndio maana tumemsikia Netanyahu kule na Israeli wakisema wako tayari kwa sababu ya mashambulizi, na tumesikia Trump kwamba wako tayari. Kwa hiyo naamini wameshajipanga, wanaamini pamoja na CENTCOM yao na military planners wao na kila kitu, wanaamini kwamba they are ready for, mimi naita hii round 3, kwa sababu round 1 was the 12th day war, round 2 ilikuwa ni hii ya siku 45. They are ready for round 3. Let's see what goes on. Muda utatupa majibu. Sawa, I think ili utakuwa lilisema mwanzoni pale kwenye teki yako, nataka kuna habari nimeiona hapa interesting, na wewe ni mtu ambaye utakuwa na inputs nzuri pia. So hii nimeona Al Jazeera sasa hivi, ambapo kundi la Hezbollah limeanzisha mbinu mpya ya kivita dhidi ya majeshi ya Israel kutumia drones zinazoongozwa na nyaya za fiber optic ambazo zinaweza kupenya ulinzi wa kielektroniki, jambo linaloashiria mabadiliko katika mwelekeo wa vita vinavyoendelea mpakani mwa Lebanon. Vifaa hivyo vidogo vinavyounganishwa na waendeshaji wake kupitia nyaya nyembamba sana haviwezi kudhibitiwa au kuzuiwa kwa urahisi kama drones za kawaida. Matumizi yake yanafanana na mbinu zilizoshuhudiwa nchini Ukraine, ambapo mifumo kama hiyo imekuwa vigumu kukabiliana nayo.
Wataalamu wanasema drone hizo zina uwezo wa kuruka chini kabisa na kukaribia shabaha bila kugunduliwa, hivyo kuwa tishio kubwa licha ya udogo wake. Ikiwa unajua unachokifanya, si silaha hatari sana, alisema Robert Tolast wa Royal United Services Institute akizungumza na shirika la habari la Associated Press. Inaripotiwa kuwa Hezbollah imetumia drone hizo dhidi ya wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon na karibu na mpaka, maeneo ambayo makombora ya kawaida na drone kubwa zimekuwa zikidunguliwa. Wakati huo jeshi la Israel limesema limedungua kifaa cha angani chenye kutiliwa shaka kilichokuwa kikielekea nchini humo. Mara nyingi sana nimekusikia Masubi ukisema namna ambavyo vita vya sasa vimekuwa tofauti. Ya, mnajua nadhani ni watu hawapazingatii sana Lebanon kusini, lakini Israel amepata hasara kubwa sana ya vifaru pamoja na wanajeshi. Yani hamna kipindi amewahi kupoteza wanajeshi kama alivyopoteza kipindi hiki. Inasemekana kuna ambushi zimefanyika huko bin Jabel, na hawa Hezbollah hawapigani na Muisrael head on. Yani utakuwa kichaa upigane na Marekani au Muisrael, watu wanaokuja kwenye matanks kama Abraham Merkava tank, unajua vifaru vya Merkava au Abraham, wanakuja na zile infantry carrying vehicles, ama unaweza kusema infantry personnel carrier IPCs, ambazo ni armored, yale magari maalum ya kubebea wanajeshi ambayo hayawezi yakalipuka. Kuna zile APCs, armored personnel carriers, na vitu vingine sana. Hizo IFVs, infantry fighting vehicles, vote hivyo wanakuja navyo, wamejimarisha. Alafu we uje hivi, mmekuja ninyi wanajeshi, hamna hivyo vifaa, hamwezi kukabiliana na. Kwa wanavyofanya Hezbollah, wanapigana katika vikundi vidogo vidogo, alafu hivyo vikundi vidogo vidogo wanafanya ambushes. Sasa drones zimebadilisha sana game huko Urusi, na namna vita vinavyopiganwa, namna gani wapange majeshi yao. Unaona sasa hivi vifaru almost havitumiki kabisa, vinakuwa nyuma sana. Sio vifaru tulitegemea ndo vitangulie viwe front, lakini vikifanya hivyo vinakutana na drone za bei rahisi tu, kifaru kinashambuliwa, kinaharibika. Kwa hivyo unaongelea Merkava tank ambao sio kifaru cha kawaida, yani kama hivi vingine, ni daraja jingine kabisa, daraja la kwanza A1 vikiwa. Kwa hiyo kukilipua kifaru cha hivyo, kama nilivyosema, vimejengewa kinga maalum ya mlipuko, yani kikilipuliwa na kinga inalipuka kuzuia ule mlipuko. Kwa hiyo vifaru hivi kuona hawa Hezbollah wameweza kuviangamiza, na wamekuwa wanajifunza. Adui yao ni Israel, kwa wamekuwa wanajifunza na kujua wapi pa kupiga, wapi penye udhaifu. Sasa mwaka 2006 nimekuwa nasema walitumia sana makombora kwa mara ya kwanza, na ilikuwa surprise kwa Israel. Kipindi hicho Israel hana mifumo ya ulinzi ya kisasa hii ya Iron Dome, na ilipelekea madhara makubwa. Pengine ndio sababu hata ilibidi baadaye wakubaliane na Lebanon na hawa Hezbollah, licha ya kudhurika sana, kupigwa sana, lakini wakawa kama wameshinda. Nachukulia ni ushindi ule kwa Lebanon, kwa Hezbollah. Lakini safari hii sasa wamekuja na hizi drones kama unavyosema, lakini kilichoshtua watu ni fiber optic. Na mimi nimebahatika kuona shambulio lake ambalo lilikuwa Israel wanafanya evacuation, yani wanataka waondoe askari wao. Helikopta imekuja, wamewapakia kwenye helikopta. Yani kama lile shambulizi lingefanikiwa, ingekuwa ni catastrophe moja mbaya. Yani hiyo fiber drone imekuja ikakosa ule mkia wa ile helikopta ambayo ilikuwa iondoe wale wanajeshi, na wanajeshi wengine ikabidi wakimbie, wale ambao walikuwa karibu jaribu kutafuta cover ama kulala pembeni. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kiasi gani Israel hizi drone safari zimekuwa mwiba. Tumeona zilivyotumika Urusi, zimekuwa mwiba sana kwa Urusi. Baadaye Urusi wameadapt na wenyewe likewise wanatumia hivyo kwa Ukraine. Sasa Israel naye anakutana na kitu hicho, na kimekuwa kina madhara makubwa sana huko kusini mwa Lebanon. Kwa hiyo huko sahihi, na imekuwa ni moja ya habari kubwa sana. Na hizo fiber optics zinatumia
teknolojia ile ile ambayo inatumika kwenye fiber optics, yani hizo fiber drones, ile teknolojia ya kutumia ule fiber. Tunajua kwamba fiber inaweza ikapitisha mawasiliano ambayo yanakuwa katika mfumo wa mionzi. Kwa hiyo rubani ana uwezo wa kuona kinachoendelea pasina kuhitaji mawasiliano yaweze kurushwa kwa mifumo ya kawaida ya kutumia receiver ama transmitter. Hahitaji hiyo, anatumia tu pale kwenye fiber optics, ile picha itarushwa, itamfikia pale alipo. Kwa hicho ndo kinachotokea, ndo mfumo ambao unaweza kuwa unatumika kusafirisha mionzi, ambayo ndo ile cable internet inatumia kwa zaidi ya 90 inapita kwenye chini ya bahari, ndio hiyo inayotumika. Na hiyo pia ndo ambayo inatumika pia katika hizi fiber ama mitandao, hizi fiber za ndani kwa ndani, unakuta fiber cables hizi ambao mitandao imekuwa fiber internet ambao mitandao mbalimbali imekuwa inatandaza. Kwa hiyo ni same, tunasema ni mfumo huo wa kifizikia ambao unakuwa unatumika, ndio hizi drones zinatumika. Kwa hiyo hiyo fiber inakuwa iko pale, namna drone inavyoenda mbele, rubani anaweza kaona na kuamua iende wapi. Kwa hiyo pale anapokuwa amepata shabaha yake, anaidondosha, inadondoka. Ni drone hatari sana, na sio hizo, wanazo aina nyingi zaidi, lakini hizi safari hii kwenye vita hii ndio wameonyesha wana matumizi makubwa sana ya drone, na hiyo imekuwa hatari kubwa sana kwa nchi ya Israel. Nadhani pia tutaona na wenyewe watakuja na kitu gani, labda watamtafuta ndugu yao Zelensky kumuomba msaada, kwa sababu Zelensky ameonyesha, licha kwamba amewashambulia Israel juzi kusema wanachukua nafaka za wizi kutoka kwa Urusi na watawekea vikwazo. Nikajiuliza, huyu Zelensky ameanza kudata atawekea vikwazo gani Israel? Lakini hatujui, lakini yote kwa yote pengine wataomba msaada kwa Zelensky, kwa sababu ndio mtu ambaye amekuwa anawaambia watu kwamba sisi Ukraine tuna dawa ya kukabiliana na drone. Ndo kama ambavyo waliwaambia nchi zile za Middle East. Kwa hiyo mimi input yangu ni hiyo. Okay, so guys, dhani kwa leo tufikie hapo. Tumeweza dive ya kutosha kwenye hizi updates, maana haziishi hizi. Ukirefresh kwenye hizi pages na media zinazo cover 24 hours, unaona kwamba kila muda kuna jambo jipya. Kidogo tu hapo kwenye kwa mara ya kwanza nimeona vifaru vya Israeli vimewekewa ile shield kama tunazionaga Iran na Ukraine, kwa sababu ya kukabiliana na hizo drones, kwa sababu zimekuwa mwiba sana. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tunaona jinsi drone warfare evolve. Na ikumbuke Makava ina kitu kinaitwa Active Protective System ambayo ni electronic, ya kwao ni trophy, na imekuwa inasifika sana. Lakini ukiona kwamba drone imeweza kuevolve na kuweza kusababisha mpaka imefikia wameadapt kwenye hiyo wanaweka kama jumba ile hedgehog, inaonyesha ni jinsi gani ambavyo teknolojia imeendelea. Sawa. Asante sana kwa input hiyo. Nikushukuru pia mwana SNS kwa kuwa nasi kwenye GPSE. Sma, kila laheri, na Masubi ambaye tumekuwa naye hapa. Asante, tukutane tena siku nyingine kwenye GPS. Frederick Bundala ndio jina langu. Kwa heri.